Shalom. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu tena kwenye kipindi chetu cha kujifunza mambo mawili matatu ambayo Mungu anakuwa amenigusa kusema na wewe. Leo jambo kubwa ambalo Roho Mtakatifu amenigusa niongee na wewe kwa habari ya ndoa na mahusiano. Nitazungumza kwa sehemu kidogo sana. Nitazungumza kwa habari ya mwanaume kuitambua nafasi yake kwenye mahusiano au ndoa, lakini pia mwanamke kuitambua nafasi yake kwenye mahusiano au ndoa, kwa sababu changamoto kubwa ambazo zimetokea katika uhalisia wa maisha ya kawaida katika jamii, katika watu ambao wameamua kuishi na kuambatana pamoja, ni kwa sababu wengi wao hizo changamoto zimetokea kwa sababu mwanamke haijui nafasi yake na mwanaume haijui nafasi yake. Pale ambapo mwanaume hatoijua nafasi yake ya anatakiwa kusimama vipi kwenye mahusiano yake au ndoa yake au familia yake, lazima kuna changamoto zitatokea, lazima kuna ugomvi utatokea, lazima kuna vita itatokea. Na pale ambapo mwanamke anashindwa kuijua nafasi yake pia kwenye eneo la mahusiano au ndoa, lazima kuna changamoto zitatokea, lazima kuna vita itatokea. Kwa hiyo nisikilize kwa makini sana. Nitaongea maneno machache sana kwa ufupi sana, lakini yanaweza kukusaidia kwa sehemu kujikwamua hapo ulipo, kujua je, shida ni mimi au shida ni yeye? Shida ni mimi sijui nafasi yangu au shida ni yeye haijui nafasi yake? Zabaraba leguska pate la mahande la guska taas. Fungua kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Bwana wetu yupi? Bwana wetu Yesu Kristo. Enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Bwana wetu yupi? Yesu Kristo. Ukiangalia ndoa nyingi za watu zinavunjika, unakuta wengine ni walokole, ndoa zao zinavunjika, wengine ni Wakristo, ndoa zao zinavunjika. Sababu mojawapo ni ya mwanamke kuto kuijua nafasi yake katika hiyo ndoa. Mwanamke ili aweze kusimama vizuri katika ndoa, anatakiwa awe mtiifu kwa mume wake. Unakuta watu wengi au wanawake wengi wakija makanisani, anamuonyeshea utiifu mtumishi wake mkubwa kuliko mume wake, kuliko mume ambaye yuko pale nyumbani kwake. Anamuonyeshea utiifu mkubwa sana Yesu Kristo, lakini kwa mume wake amuonyeshee utiifu. Sasa andiko linasema hivi, kama vile vile unavyomtii Mungu, kama vile vile unavyomtii Kristo, kama vile vile unavyomtii baba yako kiroho na kumheshimu, kama vile vile unavyomtii Kristo, andiko linasema unatakiwa kumtii mume wako. Kwa maana hiyo, mwanaume ili aone unampenda anahitaji kuona utiifu. Kwa hiyo anachohitaji mwanaume ni utiifu kwa mwanamke wake. Hamna mwanaume ambaye anapenda kupendwa bila kuonyeshewa utiifu. Mwanaume anapoona anaonyeshewa utiifu, kwake reaction inayotokea anaona ndo anapendwa. Kwa hiyo kwa mwanaume ili aone anapendwa, anataka utiifu, anataka kuona utiifu kutoka kwako wewe mwanamke ambaye unanisikia. Narudia tena. Waefeso 5:22 anasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Bwana wetu yupi? Yesu Kristo. 23 anasema, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Ukiangalia katika hali tu ya kibinadamu, kazi ya kichwa wengi tunaifahamu. Kichwa hutunza maarifa, kichwa huongoza viungo vingine vyote kufanya maamuzi na vitu kama hivyo. Hauwezi ukashika hichi na ukashika hichi kama wazo halijaanza kutoka kichwani. Hauwezi ukafanya kile ukafanya hichi kama wazo halijatoka kutoka kichwani. Kwa hiyo lazima, ili mwili wako operate, ili viungo vingine vioperate, lazima
kihusishwe kichwa chako. Kwenye kichwa chako kuna akili, kuna maarifa, kuna macho ya kuona, kuna mdomo wa kuongea, kuna pua ya kunusa, kuna masikio ya kusikia. Kwa hiyo anavyosema kwamba mume ni kichwa cha mke wake, manake mume ni kiongozi wa mke wake. Kama ilivyokuwa kichwa kinabeba maarifa, kinaongoza viungo vingine, na macho yanaona wapi tunaelekea, wapi tunatakiwa kwenda, wapi tunatakiwa kufanya hivi, kufanya vile, kufanya hivi. Macho yanaona wapi mnaenda, masikio yanasikia. Kwa hiyo hakikisha, ili uweze kukaa vizuri na mume wako, kukaa vizuri na mtu wako ambaye umepanga kuingia naye kwenye situation ya ndoa, mko kwenye mahusiano ya mwanzoni, hakikisha unajua kitu hichi. Wewe mwanamke, ili ukae vizuri na huyo mtu, lazima ujue kwamba mwanaume ni kichwa cha familia. Ni kichwa cha familia, lakini pia unatakiwa umtii mume wako kama unavyomtii Kristo. Ndivyo andiko linavyosema, sio maneno yangu. Narudia tena, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe. Mume ni kichwa cha mkewe, manake vilivyobakia vyote ni mwanamke, lakini kichwa ni mwanaume. Manake huwezi ukafanya jambo lolote kwa mapenzi yako wewe mwenyewe ikiwa una mume wako ambaye ni kichwa. Lazima usikilize mawazo yake, anasemaje. Lazima usikilize kiongozi wako anaongea nini, anasema nini, anashauri nini, kwa maana yeye ni kichwa. Kwa hiyo ukienda kinyume na hivyo, kitakachotokea ni nini? Hamtakuwa na maelewano kwenye hiyo familia, hamtakuwa na malumbano, kwa sababu pale ambapo mwanamke atainuka kuichukua nafasi ya kichwa kwa mwanaume wake, lazima huyo mwanaume kutakuwa na reaction za kugombana. Kwa maana inatokea scenario ambayo unaweza ukashangaa mwanaume anaanza kuwa hivi, anabadilika, anaona haumpendi. Wewe inawezekana ukawa unaonyesha upendo, lakini mwanaume akawa anaona kama umpendi. Kwa nini anaona kama umpendi? Kwa sababu hajauona utiifu fulani. Mwanaume ili aone unampenda, anahitaji kuona utiifu, anahitaji kuiona nafasi yake ya uongozi umeiheshimu, anahitaji kuona nafasi yake ya uongozi kama kichwa cha familia umeiheshimu. Sasa watu wengi ambao, mabinti wengi au wanawake wengi ambao wameachana kwenye mahusiano, wameachika kwenye ndoa zao, wameshindwa ndoa zao. Kwa sababu gani? Wameshindwa kuitambua nafasi ya mwanaume kwenye familia. Wameshindwa kutambua kwamba mwanaume ni kichwa, mwanaume ni kiongozi. Unatakiwa kupata ushauri kwa mwanaume wako. Unatakiwa usifanye maamuzi mengine mpaka umshirikishe mwanaume wako. Maana yake ukifanya chochote kile nje ya haya ninayokuambia, kitakachotokea ni nini? Mwanaume ataona haujaiheshimu nafasi yake kama kichwa cha familia. Mwanaume anapoona haujaiheshimu nafasi yake kama kichwa cha familia, anaweza akaingia kwenye scenario fulani ya kuanza disappoint, na wewe unaweza ukahisi hakupendi na vitu kama hivyo. Kumbe anahitaji kuona unamheshimu, anahitaji kuona unamtii, anahitaji kuona unaiona nafasi yake ya uongozi. Mwanamke anataka kuonyeshwa upendo, mwanaume anataka kuonyeshwa utiifu, anahitaji kuona utiifu wako. Ndio maana ukisoma mbele anasema, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Ukiangalia Yesu Kristo ni kichwa cha kanisa. Maana ya kichwa cha kanisa ni nini? Yesu Kristo ndio kiongozi wa kila kitu kinachoendelea kwenye kanisa. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Yeye ndio kichwa cha kanisa. Yeye ndio anaoperate kila kitu ndani ya kanisa. Kwa hiyo maandiko yanamaanisha kwamba kama vile wewe unavyomtii Yesu, wewe mdada unayenisikia, wewe mwanamke unayenisikia, ndivyo kumtii mume wako. Huwezi ukasema unamtii Yesu alafu haumtii mwanaume ambaye ni kichwa cha familia kama andiko linavyosema. Kwa hiyo ikitokea sasa wewe unataka kuichukua ile nafasi ya uongozi, lazima itakuwa shida ndani ya ndoa yako, lazima itakuwa shida ndani ya familia yako, lazima kutakuwa na empire mbili. Ukitamani wewe maamuzi yako yasikilizwe sana kuliko maamuzi ya mtu ambaye ni kichwa cha familia, ukitamani nafasi yako iwe kubwa kumzidi mtu ambaye ni kichwa cha familia, ambaye ni mume wako, lazima kutakuwa na changamoto kwenye familia yako. Sikiliza mbele ni kuonyeshe kitu kingine ambacho kinafuata hapo, kitakusaidia. Anasema naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili.
Kama Yesu Kristo alivyokuwa mwokozi wa mwili, mwanaume naye anaweza kukuokoa kwenye mambo fulani fulani. Ndio maana mwanaume anaweza kapambana na kitu fulani, kapambana na kitu fulani kuhakikisha familia yake inasimama. Kwa hiyo hakikisha mwanamke unaijua nafasi yako kwenye ndoa yako, kwenye familia yako. Unajua kusimama na mwanaume wako, umpe ile nafasi ya uongozi, usiinganganie. Ile nafasi ya kuwa kichwa kwenye familia usiinganganie. Usifanye vitu ambavyo vinaishusha nafasi ya uongozi. Angalia kuanzia level ya marais wa nchi. Angalia namna wanavyoongoza empire zao. Angalia viongozi wanaofuata chini, huwa wanamheshimu rais, huwa wanaheshimu maamuzi ya mwisho kutoka kwa rais ambaye ni kiongozi. Rais huwa anashauriwa, lakini akisema hichi ni hichi na hichi ni hichi, rais huwa anasikilizwa sana. Lakini hao waliokuwa chini yake huwa wanamshauri. Bunge huandaa bajeti fulani fulani, lakini rais huwa anakuwa ni msemaji wa mwisho. Kwa hiyo usije ukaichukua nafasi ya uongozi wewe mwanamke kwa ulazima ikawa ya kwako. Itakuletea shida kwenye ndoa yako, itakuletea shida kwenye familia yako. Kwa maana mwanaume anahitaji kuona unamtii. Anasema enyi wake watiini wanaume zenu, watiini wanaume zenu kama mnavyomtii Bwana wetu, kama tunavyomtii Bwana wetu Yesu Kristo. Hakikisha unamtii mwanaume wako. Mwanaume wako sio kwamba unavyomuonyesha lipstick unayopaka vizuri kwamba ndo anaona unampenda. Anaona wewe ni mzuri, pengine kwa sababu ya umbo ulilokuwa nalo, pengine kwa sababu ya ngozi uliyokuwa nayo, rangi nzuri uliyokuwa nayo. Mwanaume unaweza ukawa na rangi nzuri, unaweza ukawa na shepu nzuri, unaweza ukawa unaongea vizuri, lakini akigundua hakuna kitu kinaitwa utiifu ndani yako na kitu kinaitwa kumtii na kumpa nafasi ya kichwa cha familia, hiyo ndoa haitadumu. Hiyo ndoa lazima haitafikia pale ambapo inatakiwa kufika. Lazima kutakuwa na migogoro ndani ya familia, kwa sababu zitakuwa ni empire mbili zinashindana. Kutakuwa na mamlaka mbili zinashindana. Kutakuwa na marais wawili wanaotamani kutawala eneo moja. Lazima kutakuwa na vita ndani ya ndoa. Sikiliza kwa makini. Mstari wa 25. Sasa hii ni kwa ajili ya wanaume. Enyi wanaume wapendeni wake zenu. Enyi wanaume wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mwanamke ili aone unampenda anahitaji kuonyeshwa upendo wa kujitoa kwa ajili yake, upendo wa kujitoa. Kwa hiyo wewe mwanaume pia unatakiwa uijue nafasi yako ili upendo uweze kuonekana kwa mwanamke uliyekuwa naye. Hakikisha unajitoa. Hakikisha unajitoa kwa ajili yake. Muonyeshe kujitoa kwako, muonyeshe kujitoa kwako, muonyeshe kumthamini, muonyeshe kujitoa kwako. Kwa hiyo usipomwonyesha hali ya kujitoa, anaweza kaona haumpendi, kwa sababu mwanamke anahitaji kuonyesha upendo kwa namna gani? Ya kujitoa kwenye mambo fulani fulani, ya kumpa nafasi kwenye mambo fulani fulani, ya kumpa nafasi ya kumsikiliza, ya kumpa nafasi kwenye mambo tofauti tofauti. Unapofanya hivyo, mwanamke ataona unampenda. Kwa hiyo usipofanya hivyo, kitakachotokea ni nini? Ataona umpendi. Kwa hiyo mwanaume anahitaji utiifu kwa mwanamke, mwanamke anahitaji upendo kwa mwanaume. Upendo gani? Wa kujitoa kwake. Kwa maana hata Kristo, maandiko yanasema, analipenda kanisa na kulithamini kanisa. Kama vile Kristo anavyolipenda kanisa, ndivyo wewe mwanaume unavyotakiwa kumpenda mwanamke wako. Kama vile Kristo kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa, ndivyo wewe mwanamke unatakiwa kujua kwamba mwanaume ni kiongozi wa familia. Kwa hiyo mwanamke anahitaji kumtii mwanaume ili ndoa iwe salama. Lazima mwanamke awe mtiifu kwa mwanaume ili ndoa iwe salama. Lazima mwanaume ampende mwanamke wake kwa kujitoa. Kwa nini ajitoe? Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Yohana, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu kwa nini? Hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ili upendo uwe umekamilika, lazima ndani kuwe na kitu kinaitwa kujitoa. Kwa hiyo mwanamke wako atajua unampenda pale utakapomuonyeshea hali ya kujitoa na kusimama naye. Usipojitoa kwenye maeneo tofauti tofauti, ataona umpendi. Kwa hiyo unatakiwa wewe mwanaume ujue kitu hichi.
Mwanamke anahitaji kuona unajitoa kwa ajili yake. Unajitoa kwenye muda, unajitoa kwenye mambo mbalimbali yale ambayo yanapaswa kujitoa kwa ajili yake. Usipojitoa ataona umpendi. Na wewe mwanamke unahitajika kumtii mume wako. Achana na mambo ya kujiremba, sawa utajiremba na vitu kama hivyo, lakini jambo kubwa ni utiifu. Mwanaume ataona unampenda pale utakapomwonyesha utiifu, na mwanamke ataona unampenda pale utakapomwonyesha kujitoa kwako kwa ajili yake. Mungu akubariki sana. Usiache kusubscribe channel yangu ya YouTube. Nitakuletea vitu tofauti tofauti ambavyo vitakusaidia na kukujenga. Hili ni somo ambalo Mungu amenigusa kusema na wewe. Inawezekana likakusaidia, likasaidia ndoa yako. Inawezekana ndoa yako imeingia kwenye migogoro fulani. Inawezekana mahusiano yako yameingia kwenye migogoro fulani. Inawezekana wewe umekuwa mtu wa mahusiano mengi tofauti tofauti. Umekuwa yakivunjika ovyo. Kwa sababu gani? Ulikuwa hujui nafasi yako. Kwa hiyo hii ndio kitu ambayo itakusaidia. Hivi ndio vipengele ambavyo vitakusaidia. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu akusaidie, ayatunze mahusiano yako, atunze ndoa yako, awape amani wewe na mume wako, wewe na partner wako, in the name of Jesus. Ninakataa kila roho pingamizi zinazojaribu kuondoa mawasiliano mazuri kwenye familia yako, in the name of Jesus. Mungu akubariki sana. Natumaini umejifunza. Usiache kusubscribe na kucomment na kulike pia. Hakikisha unashare kwa mtu mwingine ili aweze kujifunza. Shalom. Mungu akubariki sana.